Maswala injili, tunaangazia maswala gospel industry na maswala muziki, right? Hapa siko peke yangu, niko na wenzangu Mr. D. Right, na wenzangu kule pembezoni Johnston mwenyewe. Mtetezi wa mapasta. Aha. Kwa hiyo Mr. D alikuwa anasema mimi mtetezi wa mapasta pale. Right? Mimi tumefika katika swala ambalo mnasema kwamba kuna ujumbe wa nyimbo za kitambo na nyimbo za hivi sasa. Mimi nilikuwa naambiaje kuna kale ka nyimbo fulani. Kalimbwa na tunaanza na kisasa gospel minister. Tuanze na kanyimbo alikuwa anaitwa Bukuku. Mimi nitakupea nafasi uanze penye utaanza. Ila tukifika katika hapo kanyimbo naomba uwanja ni wangu. Sasa kuna hii nyimbo inaitwa tuseme Vimbada. Vimbada unadhani iko na gospels ndani yake? Aha, okay. Wimbo ukiimba unalingana unalenga audience gani? Yeye anaimba vizuri, tukatai ni wimbo mzuri, anasema Vimbada na wale watu ambao wanaupokea labda ni rika fulani. Kwa hiyo muziki ukiupokea unaupokea kulingana na rika yako na kuna watu wameupenda hadi umevuma mpaka wewe ukaujua. Kumaanisha ni wimbo ambao umepokelewa vizuri. Vizuri. Sawa, ni sawa. Pia ila hela hapa ndio kuna kizungumkuti. Mambo ya hela kaka naomba tuachane nayo kidogo. Weka hela kando. Haya, tuseme kama wimbo wa Vimbada. Mimi ni pesa. Wimbo wa Vimbada una injili kubwa ndani yake. Katika wimbo huu anakuambia what is Vimbada? Vimbada kama David. Anakuonyesha aje ule Daudi. Vimbada anamaanisha aje? Yaani Vimbada ni maana ya vimba. Na kuvimba kitu chochote kilichovimba. Tuna assumption kwamba mandazi hivi. Unaona kama sasa ndugu yetu hapa hata kama hana nguvu lakini jinsi alivyovimba tunamuona hapa kwa umbali. Nice. Kwa hivyo mtu akikwambia katika wimbo Vimbada just like a David, boldness. David was strong. So anakuambia katika injili ya sasa inahitaji uwe na nguvu fulani. Yaani ni swala pana la kutafsiri nyimbo hiyo. Kama kulingana wakati ule kuna ile generation ilikuwa bado iko ipo na waliupokea vizuri sana wimbo kavunji. Kwa hiyo wimbo hauna makosa labda. Na hii yenye kuimba inasema stuli imeangusha mama mkwe ya Kiande. Hiyo bado ni gospel. Ni mfano tu ulitolewa pale. Labda unauelewa wimbo kwa undani. Ndio mimi namwambia aje katika nyimbo yoyote ile lazima kwanza tukubaliane kuna maudhui makuu ya wimbo. Maudhui makuu hayasimami peke yake, yanajengwa kupitia maudhui pia madogo. There's always a main character and now these small characters. Now these minor characters will make a major character. Katika wimbo wa Stuli Imeangusha Mama Mkwe, huyo alikuwa anaonyesha kwamba kuna vitu ambavyo kama utavifanya in the right place utapata aibu. Ndio maana alikuwa anamlaumu yule seremala, amemwaibisha kwa mama mkwe. Okay. Ni swala la kuelewa tu maudhui ya nyimbo hiyo. Kama kwa mfano tuseme hii nyimbo ya dada yetu ama kwa wengine wetu tutasema ni mama kwa sababu tulimuona tukiwa wadogo. Alikuwa anaitwa Buku. Alikwenda wapi? Yule alikuwa anaimba wimbo wa 2 hours. Yupo. Waraka ni 2.5 hours. Unasikiliza wimbo kutoka Western mpaka Nairobi. Sitaki tuingie katika waraka. Nataka tuzungumzie tupa. Najua nyinyi wote mnaujua wimbo. Alikuwa kwa baba tena mwenye sura nzuri. Mambo ya sura, unaona katika waigizaji katika nyimbo ile, video ya nyimbo ile, mimi sitaki kuwazungumzia. Mimi nataka nizungumzie ujumbe ambao uko katika nyimbo hiyo. Anatuambiaje? Wakati tupa alikuwa anatembea ile gari ikakuja kumbe ni lori. Akasema bila shaka vijana wa pikipiki hao. Ikamgonga. Lori ilikuwa inawasha taa moja. Akafa. Ilikuwa na taa mbili. Akafa. Alipogutuka alijipata sehemu tofauti sana. Kando yake malaika. Kwingine kushoto. Malaika akamwambia, tupa hii siku imefika huko ni siku nzuri. Umekufa pengine siku nzuri kabisa. Maana mbinguni unaingia, jehanamu utaingia. Mzee kwa busara yake akasema, na hilo ndilo neno. Akakichagua kwa kuingia wapi? Hakuchagua. Yeye aliambiwa whatever the case. The guy is going to enter hell, same as heaven. Sasa huyu jamaa alichagua, mzee tupa alichagua. Mzee mtupa alikuwa mwanadini. Kuna mahali neno alisema anataka kwenda mbinguni. Na unajua wanadini ni kama hawa. Sasa unaona tabia hii. Sasa nataka kuongelea huyo mzee tupa kidogo. Huyo mzee tupa yes, alikuwa anapenda dini. Na dini inatuonyesha aje tutaenda wapi? Mbinguni. Yeye alisema aje mbinguni
Utaenda. Na jehanamu? Malaika ndiye akamwambia leo umekuja wakati mzuri. Mbinguni unaenda, jehanamu unaenda. Sasa makosa ni kinatokea wakati sasa umepewa option. Option chagua. Option kaka Daudi mpaka sasa niseme si mbaya. Joana anachagua mbinguni. Unaona kulingana, lakini ukionyesha option, unaona kulingana na perception ambazo zipo kabisa. Tuwezi kusema alifanya uamuzi wake kwa ujinga. Huyu anapelekwa jehanamu na pia anapelekwa mbinguni. Nini hiki kitakupeleka jehanamu? Sasa huyu ni malaika anajaribu kumwonyesha venye mambo yapo. Lakini malaika huyu kwa masuala fulani ndani ya akili zangu huku nyuma in the submeniscus najiambia baada malaika kuna mahali alimcheza. Lugha ya vijana hiyo kumcheza. Unaambiwa hii ni sabuni, kumbe ni mkate. Huyu anapelekwa mbinguni. Picha ambayo ameambiwa na wachungaji hapa duniani kuhusu mbinguni hiyo anayoipata kule. Anawapata watu malaika moja, watu wamevaa gauni nyeupe, wanawaka, wanainama na akaona mwanaume mmoja anatembea akasema bila shaka huyu ndio Yesu. Unapata? Sasa kwa hivyo taswira ambayo amechorewa hapa duniani kuhusu mbinguni ni moja. Ijabadilika. Sasa inamaanisha shida inakuja. Wachungaji wetu si waongo. Sababu wanatueleza mbinguni kila mtu. Nakumbuka ule msanii alikuwa anatumia tu mfano. Hakuna aliyeenda mbinguni akarudi akatuambia kuna kazi. Sisi tunaongea sasa kama fact. Na tunashuhumu mwenyewe mzee alienda mbinguni. Hata kama si fact, lakini sisi tunashuhumu alifika mbinguni. Kufika mbinguni alipata kila mtu ni wa sura moja. Si ni kweli? Inamaanisha aje? Taswira nzima ambayo amechorewa hapa duniani iko mbinguni. About heaven on earth. Ni ukweli kule mbinguni. Lakini sasa shida ilikuja ambapo malaika huyu pia akamwambia huku jehanamu tunakokuenda sasa leo pia kuna masuala yamebadilika. There is a adjustment. Hakumwambia ukweli wa asanta wa jehanamu. Sasa utamu huo. Sasa jehanamu unakaa aje? Na tena hakumwambia kuna adjustment kidogo. Unajua pia tupa kitoka hapa wakati alifariki. Si unasikia ni mwanadini? Alikuwa anajua jehanamu ni kubaya. Kuna kulingana na vile alikuwa ameambiwa hapa duniani. Ameambiwa bwana shetani ni mwenye mapembe, kichwa chake kinadondoka damu, mkono huu ana roho za watu, pande ile ni moto. Lakini hiyo siku anapelekwa jehanamu. Hakuambiwa jehanamu leo bado kidogo tumerembesha. Na ukumbuke tumeongeza moto. Na ukumbuke tupa mwenyewe pia ni binadamu. Wakati anapelekwa huko pengine alichukuliwa hivyo hakupewa ule mwili wa mbinguni kwa sababu ukipewa mwili wa mbinguni na ni mbinguni direct. Mwili wako wa mbinguni huwezi kupeleka jehanamu. Unabaki kwa hivyo ile tunaona mzee tupa alifanywa ile kitu inaitwa alioshwa. Ilikuwa wash. Mtu aliosha na ego. Wewe unaambiwa vizuri. Nakada hii ameoshwa. Mzee tupa usisahau aliambiwa sisi tukiwa hapa duniani tunaambiwa mbinguni kuna asali. Na watu wa mbinguni wafanyangi kazi ni kushuhudu tu. Kuinama na kushuhudu. Wewe unaenda huko unapata yenyewe watu wa mbinguni wanainama wanashuhudu. Wanainama wanasujudu. Unaona Yesu unakubali kumuuliza maswali. Hapo umekosea? Hapana. Hujakosea. Unaenda jehanamu. Unapata sasa kuna sherehe, si shetani. Sasa hapo ndio nasema alipata sherehe, alipata watu wanabanjuka. Unapata kwanza katika wimbo huo, katika maudhui ya wimbo, mama anasemaje? Ati kwanza bwana shetani alipomuona akajitokeza. Na pembe. Hakuna pembe. Alikuwa beautiful and handsome. Jamaa kabisa ni huyu jamaa shetani anajitokeza. Sijui kwa Kiswahili. Hapo ndo naelewa. Anatoka akiwa kijana kabisa anapendeza. Jamaa beautiful and handsome. Kwa hiyo unaona shetani kabisa. Sasa unasikia yes. Hapo ndo nasema mzee tupa alitupima hata. Tupa kwanza. Unajua tupa naye ni mtu kidogo alikuwa msomi wa falsafa. Venye aliona mwanaume na akasema bila shaka wewe ndio shetani. Wewe ndio shetani. Na akasema huko duniani watu wanakuongelea ushuzi, moshi, povu. Wanakubaka kila kitu wanakulaumu. Duniani wewe unakemewa bwana. Mimi sikujua ni mrembo kiasi. Now the whole conversation starts. Sasa kama wewe ungekwenda wapi? Ungekwenda wapi? Umkuta shetani katika ile hali. Sasa nikuulize mzee tu na Yesu muone vile kaka Daudi, acha nikuulize. Huyu mzee tupa hata yeye anatupima. Ukienda shetani anakuambia vizuri. Unajua yeye hapo anasikiza shetani. Ni kama nyinyi venye mnisikizi sasa hivi. Unaona mzee tupa. Wewe shetani. Nyinyi wazee tupa. Hamu kama nasikiza shetani vizuri. Shetani alikuwa anasema hivi. Mimi ni beautiful and handsome. Unasikia? Na wewe unajua mtu beautiful hiyo ni ya mwanamke. Handsome ni ya mwanaume. Sasa inamaanisha anaweza kuwa mwanamke
Anajibadilisha. Alafu anawaambia vizuri, mimi naweza kukupa crate la bia na nikakunyima kibaba cha unga. Huyo ni shetani anakuambia. Umeelewa? Anakupea aje crate ya bia ukufe. Kwa baadhi ya maswali ambayo Tupatupa pia alifanikiwa kumuuliza ni kwamba wanasema huku kuna moto. Moto mbona siuoni? Je, shetani alimwambiaje? Wapi? Alikuwa na moto bwana. Alipia. Sasa hata kama wewe ni Tupatupa utafanyaje? Alafu anaambiwa unaambiwa uende mbinguni ambako kazi yako ni kuinama mkuu. Kuinama. Alafu wale kwa shetani sherehe. Huko kwanza venye alifika ni kama alipewa makahaba kadhaa. Akamwambia kwanza hii ni mali yako. Unajua Tupatupa katika wimbo wao inasemekana ni jamaa ambaye angeishika mwanamke na mfanyie dunia kijiji. Yaani akikushika hivi anakuambia wewe ni mke wangu, anakupea ka dunia, anakuambia wewe ni kijiji hapa. Kumaanisha yeye kabisa tu sasa ana sehemu yake. Alikuwa na pesa. Kwa hivyo akifika pia huko jehanamu kuna uwezekano tu alikuwa na cheo. Ndio akafika hivi kwanza shetani akajitu. Unajua kuna mgeni ambaye akija kwako kaka Daudi, unaweza mtuma mtoto wako wa madress, mke wako wa madress, ama wewe mwenyewe unajitokeza. Mimi sasa shetani alikuwa anajua Tupatupa ni nani. Sasa hiyo unaona mzee Tupatupa akajitokeza. Ni kama wa Kenya. Tunaonyeshwa tu vizuri hii ni kitu mbaya. Lakini sasa lazima tutajaribu tuone ubaya hiyo kitu iko wapi. So Tupatupa ni kama sisi wa Kenya. Na utumalizie kipindi. Tumekuwa watu wenye hatuelewi. Umenielewa? Angalia kamera. Tukikuwa tunaelewa vizuri, tunaambiwa huyu ni mtu mbaya. Unaona tunaelezewa tu Devi si mzuri, tafadhali wachana na Devi. Lakini juu mimi ni kichwa ngumu, nataka kuonja Devi anafanya aje. Unaambiwa vizuri, nitakupa crate ya bia na nikunyime kibaba cha unga. Sasa hapo unafaa kujua utakuwa na pesa. Ukishapewa crate unalewa. Unajua mtetezi wa mapasta kitu wasemi ni kwamba atuelezei swala kubwa la wash. Unajua nilikuwa nafikiria hii mambo masuala ya kuoshana ni duniani tu. Kumbe mbinguni pia lipo. Tunamalizia kipindi kwa sasa. Umekuwa mdahalo. Naweza uita mdahalo. Na itaendelea. Mdahalo ambao umejaa mbwembwe na masuala makubwa sana hapa kwenye vitu vyetu kwenye Dira la Mjadala TV. Hapa ndipo unapata masuala ambayo yanakuhusu mtazamaji. Naomba kufunganya virago twende zetu tukajue upande ule pengine wa pili unasemaje. Ila kwa sasa mimi nifuate kwenye Instagram, Facebook Kaka Daudi na vile vile kwenye YouTube tafuta Daudi Report. Pale pia nafanya masuala siasa kwenye ule upande mwingine na itapendeza sana. Kwa sasa ingia kwenye mitandao ya kijamii, fuata Dira la Mjadala kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye YouTube, subscribe pale, ambia rafiki tunafanya mambo mazuri hapa pia aweze kusubscribe na itapendeza sana. Labda uzungumze pia kwa kumalizia swala la wash. Mimi napenda kupeana parting shots ambazo ni kika. Nikikualika kwangu nikwambie kuna maziwa, ukuje upate maziwa yapo, ujue nimekuosha. Tupatupa alikuwa anajua kabisa jehanamu kuna moto, alipelekwa siku moto umezimwa, pengine wapo kwenye sherehe. Malaika ingekuwa vyema kama angemwambia huku jehanamu ninataka kupeleka leo, kuna sherehe utakayoyaona huko, si ambayo yatakuwa kesho. Ndio Tupatupa angekuwa na swala zima la kujua kwamba jehanamu si nafasi yangu. Na ndio maana pia pengine angepata kiburi cha kusema mimi mzee Tupatupa kwa akili zangu timamu nimeamua kwenda jehanamu. Kwa hivyo miko mitandao ya kijamii utanipata at Mr. D kila mahali where you want to find me. So keep subscribing, keep watching. We are here for good vibes. Always raw and unedited. Catch us every Sunday live. God bless you. Thank you. Mimi naweza sema hivi, tusikue kama mzee Tupatupa. Sababu mzee Tupatupa anaambia ukweli na shetani ni kama mwanasiasa. Atakusuka leo, alafu kesho atakumaliza tu. Anakuunga mkono, kesho yake akuvunje mguu. Keep locked. Kila Sunday tuko hapa na mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. Asante. Asante sana hadi wakati mwingine. Shukran, inshallah, baraka.